Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Tukija katika manufaa ya akhira, katika mambo ya dini, lazima ujitangulize wewe mwenyewe mbele ya mwingine au mbele ya nafsi, mbele ya mtu mwingine. Katika mambo ya akhira, katika manafi' al-ukhrawiyya, katika manafi' ad-din, ni utangulize nafsi yako mbele kwanza, na akija mwingine atakapokutangulia usikubali. Mnashindana nani atamshinda mwenziwe katika mambo ya dini. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kusema kwenye taarif fi al-hudud ad-dunyawiyya. Tumesimama kwenye safu ya sala, safu ya kwanza au safu yoyote ya sala iliyoko mbele yako ni bora kuliko safu iliyoko wewe. Hii ni faida katika sala za jamaa kwa wanaume. Safu yoyote iliyoko mbele yako ni bora kuliko safu uliyoko nayo ulioko, na wewe safu uliyoko ni bora kuliko safu iliyoko nyuma. Sasa ikitokea nafasi katika sala ya jamaa, safu ya mbele, mathalan safu ya kwanza, katokea pengo. Sasa badala mwingine katika baadhi ya misikiti waona mtu amwambia mwenzake ingia wewe, ithar, yani amwambia mwenzake aingie, azibe pahali pa pengo kulipopatikaniwa katika safu. Sasa kumtanguliza mwenzako katika sehemu kama hii au fursa kama hii, laysa min al-ithar, na itakuwa umejikosesha fadhila kubwa kumtanguliza mwenzio, fadhila ile wewe ukaikosa. Na ithar kama hii madhmum, yani ghairu mamduh, sio ithari ambayo inatakiwa katika dini. Katika dini ni mnashindana, yani kutokea watu wawili, kila mmoja ataka kuingia pale, yani sikwambii kwamba umpige push umtoe, lakini fanya bidii utangulie wewe. Akikwambia usisite, ukamwambia la tafadhali, ahsant, hakuna ahsant. Akikwambia tafadhali, wewe kimbia pale ingia. Kisha baadaye lakini umfahamishe, mwambie wewe bwana, uniambia tafadhali, mimi sikuweza kukwambia wewe tafadhali sababu hapa hakuna ithar. Hapa hakuna ithar. Umpe faida hii ya kiilmu ya kwamba fi masail ad-din la ithara fiha, katika mambo ya dini hakuna ithar. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.